Okay, wanasema dokta, na shida na tatizo la pua. Nimeenda hospitali nikaambiwa kuwa nina allergy na feni, nikapewa dawa za kutumia. Sasa bado tatizo ninalo, yaani pua inakuwa inavuta, afu uso unakuwa mzito na kuwa najisikia vibaya mno. Sasa nilikuwa nauliza kama una dawa naweza kupata. Anasema nilikuwa naomba unisaidie kama unaifahamu hiyo dawa. Nilimuuliza kama amewahi kutumia dawa za hospitalini, akanipa hiyo sababu. Akasema dawa za asili. Nikamwambia tiba ipo. Akanijibu hivi, dawa za asili make naona hospitali hizi natumia, ila bado shida ipo pale pale. Maana baada ya kunieleza kwamba amewahi kutumia dawa za hospitalini lakini hakupata mbadala wote, sasa akawa anahitaji dawa za asili. Okay, nikamwelekeza, nikamwambia allergy ni lifestyle, ukibadilisha unakaa sawa. Nikamwambia lipia huduma ya ushauri na saa kiasi hicho, nitaongea na wewe kwa kina. Anasema sasa nawezaje kubadilisha wakati sehemu ya ofisi ninayofanyia kazi hairuhusiwi kuzima feni boss? Hairuhusiwi kuzima feni. Bosi hataki kabisa feni izimwe. Nikasema sijasema usiwashe feni, bali unatakiwa ubadilishe vyakula. Akanambia okay. Anasema nikamwekea msisitizo, nikamwambia usipobadilisha hata utumie dawa ya asili huwezi pona, maana hujaondoa mzizi wa tatizo. Akanambia haya sawa. Then baada ya hapo sikuweza kumuona tena, akawa ametokomea anakojua yeye mwenyewe. Siku zote daktari ambaye anaongea ukweli wapendwi. Wengi tumeshazoea njia za shortcut, na tunaamini unapokunywa dawa kama hivi, unapokunywa kidonge, tunaamini kwamba ndiyo njia sahihi za kutaka kutatua tatizo. Lakini hakuna mtu ambaye anayehangaika, kwa nini mimi nimepata pressure? Kwa nini mimi nimepata kisukari? Wengi hatuhangaiki. Hakuna ambaye anayehangaika kuweza kujua chanzo cha tatizo lake, chanzo cha ugonjwa wake, namna gani ambavyo anaweza akajitibu na kuweza kuondokana na hiyo hali. Hakuna ambaye anahangaika. Sasa huu ni mfumo ambao uliletwa na wazungu, na mfumo huu ulianza miaka mingi sana huko nyuma. Huko nyuma tuliweza kujitibu kwa tiba zetu za asili. Huko nyuma tuliweza kujitibu kwa kutumia majani, vyakula. Ni watu wachache ambao leo hii wameanza kupata uelewa habari ya kichwa, kwamba unapokuwa unaumwa na kichwa kuna uwezekano mkubwa hunywi maji mengi. Na tiba hiyo imekuwa ikisaidia mamia ya watu wengi, mara baada ya kuona kichwa kimemsumbua, akinywa maji siku 2-3 kile kichwa kinaondoka. Lakini hapo nyuma wengi walikuwa wanakimbilia dawa za kuweza kupunguza maumivu. Lakini habari mbaya ni hii hapa. Usipojua chanzo cha tatizo ama ugonjwa unaokusumbua, utahangaika sana. Utaratibu nilionao Dr. Kuboja, kabla sijachukua pesa yako, lazima nihakikishe nimekufundisha kwa nini umeumwa, changamoto ambayo inakusumbua. Lazima nikupe sababu kwa nini umepatwa na ugonjwa uliokusumbua. Sasa huyu nimemweleza ukweli kwamba kwa nini kapata allergy. Sasa hebu niambie, nimtumie dawa ya asili ya allergy, wakati huo anatumia vyakula vya viwandani? Hiyo namba 1. Wakati huo anatumia vinywaji vya viwandani? Hiyo namba 2. Wakati huo anatumia vyakula vya kukaanga?
Hiyo ni namba 3. Hivi vyakula vyote ambavyo nimevitaja vina link kwenye allergy aina zote ambazo unazotambua wewe mwenyewe. Vina link kwenye tatizo la asthma, watu wengi wanaoshindwa kupumua. So mtu ukimwambia hivi anakuona kama utapeli fulani, mjinga fulani hivi, hawezi kunisaidia huyo, natakiwa nipate dawa. Lakini unapomwelekeza huyu mhusika, tafuta mzizi wa tatizo, hakuelewi, anakuona kama mjinga tu. So ni moja ya vitu ambavyo